Vipi kama ukijua jambo unalopitia ni jepesi sana machoni pa Mungu? Katika Jumamosi iliyopita wiki hii, Mungu alinipa neema ya kuongea na washiriki wenzangu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kifuru. Kwa pamoja tulikuwa tukikagua mafunuo ya Mungu kutoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili 3. Basi kabla hatujakagua jambo moja baada ya lingine, hasa jambo kuu ni kwamba jambo lolote ukiwa na Mungu ni jepesi, tutaenda kuona. Basi tuombe. Mungu, ninakushukuru sana, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kwa ajili ya wakati huu. Tunapoenda kuangalia pointi hizi kama 6 kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili 3, ninaomba zikawe baraka kwa mtoto wako katika jina la Yesu. Amen. Baada ya kuwa Ahabu amekufa, kipindi kilichofuata mtoto wake anaitwa Yoram akawa ni mtawala. Mtoto wa mwanamke Yezebel akawa ndio mfalme wa hapa panaitwa Israel. Moja ya koloni la Israeli, eneo ambalo lilikuwa liko chini ya Israeli, wanaitwa wa Moab, waliamua kuasi. Sasa mfalme Yoram anachukua hatua ya kwenda kule Moab, kwenda kurudisha lile eneo ambalo wa Moab wamejitenga, kwenda kuliteka. Kama ilivyo wafalme wengi, akagundua nguvu alionayo haimtoshi. Akaenda kutafuta marafiki zake wafalme wengine wawili wa karibu wamsaidia. Akashuka chini Yuda, akamkuta mfalme Yehoshafati wa taifa la Yuda la kusini. Akakubaliana naye kushirikiana naye. Akaenda sehemu paitwa Edom, akamshawishi mfalme wa Edom, akakubaliana naye kwamba wataenda. Wakakutana wafalme watatu. Hawa wafalme watatu wakasema tutakwenda. Kwa hiyo wakaanza kwenda. Tupitie njia ipi? Wakasema tuzunguke njia inayozungukia kama Edom hivi. Wakaanza kuzunguka. Lakini walipozunguka wakajikuta wanatembea takriban siku 7. Walipotembea siku 7 wakajikuta njia waliochagua ilikuwa iwalipi. Maji yakaisha, wakajikuta wako kwenye bonde ambao ni jangwa. Kwa hiyo wako kwenye hatari ya kufa wao, wanajeshi wao, mifugo yao na kila kitu chao. Mission inakwenda kuwa impossible. Nini kilitokea? Ilibidi wamwalike, waulizane tufanye nini. Sasa hapo wanaposema tufanye nini, tutaanzia kusoma hapo na nini walifanya na nini kilitokea na masomo ya kujifunza. Kitabu cha Wafalme wa Pili 3 na ule mstari wa 15 mpaka 18, alafu tutaruka 20. Tuko hapa, wamekwama kwenye bonde. Hakuna mwafaka wa kurudi nyuma, maana wameshatembea siku 7. Mbele yao wameiona nchi ya Edom, lakini hawana uwezo wa kuipiga, hawana uwezo wa kuirudisha samani nchi ya Moab, kwa sababu hawana chochote chakula, hawana maji, walishindwa kuplani vizuri. Tuanzie mstari wa 11. Tuangalie mstari wa 8. Mfalme wa Israeli akasema, ole wetu, kwani Bwana ametukutanisha na hawa wafalme watatu awaue mikononi mwa Moabu, baada ya kuwa wameona chakula maji yameisha. Lakini Yehoshafati akasema, je, hapana nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono ya Elia. Sasa Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Uende kwa manabii wa baba yako na manabii wa mama yako. Mfalme wa Israeli akamwambia, la sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaoe mikononi mwa Moabu.
Elisha akasema, Bwana wa majeshi kama aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, kama sitamwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala uso wako kuonana nawe. Sasa 15, hapa ndo nataka tuende vizuri. Kuanzia mstari wa 15. Baada ya kuwa wameshakutana na Elisha, nabii wa Mungu, anasema hivi, Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, kama singelimwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala kuonana nawe. Ila sasa nileteeni mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtauona upepo wala hamtaiona mvua. Ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa maji, ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. 18 anasema, na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana. Pia atawatia wa Moabu mikononi mwenu. Turuke kidogo, twende mstari wa 20. Je, haya aliyosema nabii yalitokea? Anasema, ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama maji yakajaa kwa njia ya Edom, hata nchi ikajaa maji. Kwa hiyo maji yalikuja kwa njia ambayo si waliofikiria wao. 22 kidogo. Wakaamka asubuhi na mapema, na hilo jua likametameta juu ya yale maji, na Wamoabi wakayaona yale maji yaliyoelekea kuwa mekundu kama damu. Hata walipokuja matuoni Waisraeli wakainuka wakawapiga Wamoabi, hata wakakimbia mbele yao, wakaendelea wakawapiga Wamoabi hata kwao. Yako mambo ya kujifunza kwenye hiki kisa au history. Jambo la kwanza, hatua yoyote ambayo mwanadamu atapiga bila kumshirikisha Mungu, hata kama mwanzoni itaonekana kuwa ni promising, inatoa uwezekano wa kufanikiwa, mwisho wake itakuwa ni maumivu. Hata kama unaona mpaka mwisho itakuwa ni nzuri, baada ya kufa utalala, ukifufuka utakutana na Mungu. Kama hauko upande wa Mungu utapoteza. Kwa hiyo hatua yoyote ya kupiga ukapuuza manabii wa Mungu, ukapuuza watumishi wa Mungu, ukapuuza neno la Mungu, utafeli. Yoram pamoja na Yehoshafati pamoja na mfalme wa Edom waliondoka, wakapita njia ya kutembea siku 7 wakienda kupigana na adui wao Moabu, lakini hawakumuuliza nabii aliyekuwa ndani yao, hawakumuuliza Mungu aliyekuwa katikati yao. Mwisho ilifika sehemu walikwama, wakaishiwa maji, wakafeli mpaka walipomkumbuka tena. Jambo la pili, kuna mambo mengi kwako unayaona ni magumu, na mengine unayaita magumu, na mengine unasema hayawezekani. Ni kweli, mambo mengi ni magumu kwako. Mambo mengi ni magumu kwa baba yako, kwa mama yako, kwa bosi wako, kwa kiongozi wako wa kisiasa. Mambo mengi ni magumu kwa kiongozi wako wa kidini, lakini hakuna jambo gumu asiloliweza Mungu wako. Jambo huzidi kuwa gumu na complex zaidi kadiri unavyozidi kulibeba na kulichukua wewe. Jambo huzidi kuwa jepesi na laini na teketeke kadiri unavyozidi kumleta Mungu na kulileta kwa Mungu, linazidi kuwa rahisi. Yesu anasema, mtwikeni yeye fedhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yako yote. Hawa jamaa wafalme watatu walikutana na ugumu mkubwa.
kwa sababu hawakumshirikisha Mungu. Mungu anasemaje? Yeremia 32 mstari wa 26 na 27 anasema, tazama neno la Bwana likamjia nabii Yeremia kusema, tazama mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote gumu nisiloliweza mimi Bwana? Sasa unaweza ukajichanganya ukasema, hapa Bwana alikuwa anaongea na Yeremia bwana, mambo ya kizamani ya kidini. 15:4 Warumi anasema, kila lililoandikwa kwenye maandiko matakatifu liliandikwa kwa ajili yako na mimi, ili kwa saburi au uvumilivu na faraja ya maandiko wewe na mimi tupate kuwa na matumaini. Kwa badala ya Yeremia, toa Yeremia, weka jina lako. Neno la Bwana likakujia wewe. Je, kuna neno gumu ambalo Mungu wako haliwezi? 32:17 Yeremia anajibu, anasema, Bwana, hakuna neno gumu usiloliweza. Kwa ili jambo ambalo lilikuwa linatishia kuwaua wafalme wote na wanajeshi wao wote, wafalme wale watatu na wanajeshi wao wote, na mifugo na farasi na ngamia na punda na mikakati yao ya kijeshi, kabla hata hawajafika kwenye lengo, lilifanikiwa kufeli. Tishio la kufa kwao lilifanikiwa kufeli. Ugumu uliyeyuka walipomshirikisha Mungu. Mshirikishe Mungu mambo yako, nawe utauona mkono wake kwenye kila jambo la maisha yako. Katika mnyororo wa thamani wa marafiki zako, vicious circle of friendship, of friends, wale wanaokuzunguka, wale clean marafiki wanaokuzunguka, jitahidi kati yao awemo mmoja mcha Mungu sana. Hatujaumbwa kubagua, maana ni relational beings, ni viumbe tunaohusiana. Lazima tunahusiana watu, kwa sababu kila kitu ambacho mimi nakihitaji kuna mtu Mungu amempa ambacho mimi nitakichukua kwake. Sasa pamoja na haya yote, jitahidi miongoni mwao awepo mmoja mcha Mungu kabisa. Ukikosa kabisa, tafuta hata mchungaji, tafuta mtumishi. Ukisoma kitabu cha Waamuzi, kuna mahali pa anasema mlawi wako. Zamani watu walikuwa na walawi wao, yani kwenye nyumba hii kuna mlawi, na wengine wanapangiwa na nyumba kukaa kabisa kwenye hiyo nyumba, watumishi wa Mungu. Lengo ni nini? Tulipojifunza hapa, ukisoma Wafalme wa Pili 3:11 mpaka 14, tunamuona Yehoshafati ambaye alikuwa anamcha Mungu kweli kweli. Huyu jamaa alikuwa amekulia kwa Rahabu mwabudu Baali, na baba yake ambaye alikuwa ametekwa na mke wake anaitwa Ahabu. Hata nabii jamaa alipomfuata nabii akasema, kwa nini usimuulize manabii wa Mungu wako mabahali, unakuja kuniuliza mimi nabii wa Mungu? Lakini Elisha anasema, kama asingelikuwa huyu Yehoshafati mcha Mungu ambaye mmeungana naye kwenye hii project yenu ya kwenda kurudisha Moabu, nisingekusikiliza. Kwa sababu ya huyu Yehoshafati, nileteeni vifaa vya muziki mnipigie, nimuulize Mungu. Kwa kuna faida kubwa kuwa na marafiki wacha Mungu. Kuna wakati maombi yangu yanaweza sisikiwe, lakini maombi ya huyu ambaye ana ukaribu na Mungu, ambaye mimi na ukaribu naye, yakasikiwa kwa ajili yangu. Somo hili likujenge sana. Usifurahie tu kuwa na connection na watu wa kawaida tu. Jifunze uwe na connection na watu wa Mungu, lakini uombe kwanza. Maana makristo wa uongo na manabii wa uongo wameibuka wengi katika zamani hizi za mwisho. Kwa lazima hiki kitu ukizingatie. Jambo lingine, ili Mungu amfunulie Elisha juu ya changamoto iliyowakuta wafalme watatu, wamekwamia njiani na majeshi yao, wanakwenda kufa kwa kiu, hawana namna na project yao inakwenda kufeli. Ilibidi Elisha aagize mpiga kinanda aje apige kinanda ili apate maono. Hapa kuna kitu cha kujifunza. Kuna nguvu kubwa katika mziki ulio sahihi. Sio kila mziki, sio kila wimbo, sio kila burudani inayopigwa kwenye kanisa inaleta mafunuo,
inaleta nguvu za malaika na malaika wanashuka kwenye ibada hiyo. Ziko aina za miziki zinazovuta nguvu za giza, mapepo na majini kuvamia katika eneo hilo la ibada. Elisha alikuwa ameshajifunza nguvu ya muziki sahihi. Kwa kawaida mniletee kinanda. Sasa kinanda kile sio vinanda vya siku hizi ambavyo ndani yake wamechanganya reggae, rock na nini. Ni natural kinanda ambapo kilipopigwa Elisha akapata mafunuo. Anasema mkono wa Bwana ukawa juu ya Elisha nabii aliposikiliza vile vinyimbo vizuri vikipigwa na ule mpiga kinanda. Ngoja nikwambie, ukiingia kwenye ibada ambayo waimbaji wanaimba nyimbo kwa utaratibu, kwa muziki ufaao, ukipigwa kwa usahihi na kwa umaridadi mzuri, kwa uzingativu wote wa kiroho, ufanya mkono wa Mungu uwe juu ya msikilizaji huyo. Na atakaposikiliza na ule utakapoingia ule muziki katika mfumo wake wa fahamu kwa uzuri, anasema Mungu huwa anashusha mafunuo na hekima na ujuzi katikati ya uimbaji huo. Elisha, kinanda kilipopigwa vizuri, mafunuo yalishuka na akaonyeshwa, akaambiwa, sikilizeni enyi wafalme watatu, Yoram, mfalme wa Edom, mfalme Yehoshafati. Maji yatashuka, lakini hayataitwa na mvua wala upepo. Ni supernatural water, ni maji yasiyo ya kawaida, kwa njia ya kimiujiza yatashushwa na mtakunywa maji. Matokeo ya kusikiliza muziki sahihi yana uwezo wa kuleta hata mafunuo ya mke au mume sahihi wa kumuoa kati ya wale ambao wapo kwenye multiple choice yako. Muziki sahihi una uwezo wa kukushushia hata business idea ambayo ukiweka katika utekelezaji inafanya kazi. Muziki sahihi ina uwezo kupa hekima ya namna ya kuenenda katikati ya migogoro inayokusibu. Na ndio maana shetani kwa kujua hili, kwa kufahamu hili, amebuni mifumo ya kiibada ambayo waumini wengi muziki ya kiroho wanaesikiliza wanapokuwa kwenye nyumba ya ibada Jumapili au Jumamosi. Lakini katika 90% ya maisha yao wanatumia kusikiliza muziki ya yule jamaa ambayo inavuta roho chafu, inachochea hisia za ngono, inachochea ukatili, visasi, chuki, roho mbaya zinazovunja moyo, vinavyotua hamasa za ukichaa. Unakuta mtu kama elewi. Ngoja nikwambie, fanya usikilizaji wa muziki sahihi, nyimbo sahihi zenye kuvuta roho ya kuabudu iwe ndio sehemu ya maisha yako. Tukikukuta umeweka headphone, weka nyimbo nzuri za kiroho. Hata kama unapokuwa ofisini kwenye kale ka JBL kadogo, kale ka speaker kadogo kale, baada ya kupiga ile ama piano, piga nyimbo za Mungu zenye kuleta hisia za kuabudu. Utagundua zina uwezo hata wa kufukuza mapepo na roho wachafu. Unasema nyumba hii imezindikwa, kuna mizimu. Weka nyimbo nzuri, haitakaa mahali hapo. Daudi alipomsogelea mfalme Sauli aliyekuwa amejaa mapepo kichwa chote, akapiga muziki mzuri wa nyuzi, pepo likamtoka. Hata kwako una uwezo wa kusafisha anga hewa la eneo lolote, hata kama sio kwako, umewakuta watu wana mambo yao, ukaingia pale kwa muziki sahihi ambao utakuwa unasikiliza na kuweka nyimbo nzuri za kiroho, zinasafisha kabisa ilo anga hewa. Jifunza. Jambo lingine la kujifunza, Mungu ana njia nyingi za kufanya maajabu au mambo yasiyowezekana yakawezekana. Moja ya njia hiyo, katika njia zake nyingi, unasema Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana, ana uwezo kupasua bahari. Ni kweli. Musa hakupiga bahari, alinyosha tu fimbo juu, bahari kaachia. Hakukuwa na mchango wowote wa Musa kwenye kuipasua bahari. Lakini hiyo sio njia ambayo Mungu anaipenda sana. Miongoni mwa njia ambayo Mungu wako anaipenda sana ni njia ya kushirikiana na wewe ili kamchango kako kadogo
kujumlisha na nguvu kubwa ya Mungu ilete matokeo makubwa tena kwa wepesi. Kwa wepesi. Tunajifunza hapa. Elisha anawaambia hawa wafalme watatu na wanajeshi wao kwamba wachimbe maandaki, trenches, mitaro ya ili Mungu aje ajaze maji kwenye hizo trenches au hizo mitaro. Tunajifunza nini hapa? Jukumu lao, walikuwa na majukumu ya kufanya. Aliwaambia hivyo akijua wana njaa. Aliwaambia hivyo akijua wana shida. Hakuna sababu ya excuse ya kutokufanya wajibu wako ili Mungu aandae alete baraka za miujiza yake. Kuna namna preparation of receiving divine miracles, maandalizi ya kupokea miujiza ya kimungu, maandalizi anayoyapenda Mungu. Wewe fanya sehemu yako na yeye hajafanya sehemu yake. Watu wengi wanataka Mungu awafanyie mambo wakati vile ambavyo vimewekwa ndani ya uwezo wao hawataki kuvifanya. Hawa watu wakachimba na walichimba eneo kubwa sana. Nikukumbushe, kwenye harusi ya Kana ya Galilaya alipoalikwa Mwokozi wako Yesu Kristo, mama yake Mariamu aliwaambia chochote atakachowaambia fanyeni. Yesu alitaka kufanya muujiza wa kubadilisha maji kuwa divine. Akawaambia leteni mabarasi. Kulikuwa kuna mabarasi, masufuria makubwa ya kutunzia maji, ya kutawadhia wanapoingia kwenye ibada. Akawaambia leteni mabarasi 7 ya mawe. Akawaambia jazeni maji. Wakajaza maji. Baada ya kujaza maji tunajifunza. Yesu akawaambia tekeni. Walipoteka tu hivi, maji yameshakuwa divai, tamu na nzuri, juice ya zabibu, high grade ambayo ina alcohol ndani yake. Niseme nini basi? Mungu anataka kushirikiana na wewe kufanya mambo makubwa. Hawa watu walichimba mitaro jangwani. Walichukua hatua ya imani ya kuchimba. Ngoja nikwambie, eneo hili baadhi ya watafiti wanasema ilikuwa ni sema kwa kuna mto wa msimu, mvua ikinyesha mto unapita. Lakini leo palikuwa ni kipindi cha kiangazi kikubwa. Kwa walipokuwa wanachimba, wangeweza kufikiri tunavyojua sisi hapa mvua ndio itakuja, maana waga kuna mvua inanyesha ili kujaza haya maji. Mungu akamwambia hapana, hakutakuwa na maji. Hautaona hata mvua, hautaona hata upepo, lakini maji yatakuja kimuujiza. Ngoja nikwambie, usimpangie Mungu namna ya kukutendea miujiza. Ndio maana leo tuna makanisa ya watu walio kariri. Katika historia takatifu ni mara chache sana utamkuta Mungu anarudia njia aliyoitumia kuponya, kufanya miujiza, mafahamu makubwa. Mara nyingi mafunuo yamekuwa ni mapya na mapya na mapya. Kuna mwingine alimwangalia akapona. Kuna mwingine alitema mate chini akaunganisha na udongo akamwekea akapona. Kuna mwingine alimwambia wewe ondoka ushakuwa. Mwingine alifanya tele miracle akiwa mbali kitu kikawa. Kuna mwingine Elisha alilala juu ya maiti akamkumbatia maiti, alipoibuka maiti ikasimama. Kuna wengine waliomba vitu vikatokea kule wakiwa nyumbani kwa mamake Yohana Marko. Kule gerezani Petro akafunguliwa akaachiwa. Usimpangie Mungu namna ya kufanya. Kikubwa fanya nafasi yako. Kwa hiyo ni kanuni ambayo tunaiita the secret of success. Katika kanisa la Wasabato tunaamini kitu kinaitwa roho ya unabii. Yako mafunuo ambayo tayari tunayo. Katika mafunuo ya roho nabii, neno secret of success limeandikwa, siri ya mafanikio limeandikwa mara 25. Mara moja linatupa siri hii ambayo Mungu aliwapa hawa wafalme watatu ya kuitumia. Inatoa kitabu wetu wa Patriarchs and Prophets, wazee na manabii, ukurasa wa 509, toleo lile la 1890. Anasema hivi: the secret of success, siri ya mafanikio, is the union of divine power and human efforts. Siri ya mafanikio ni muunganiko kati ya nguvu za Mungu pamoja na jitihada za kibinadamu. Nikwambie wewe unataka kuolewa, kuna jitihada gani za kibinadamu unazozifanya wakati unasubiria kuona yule mume mwema anakuja? Mungu anategemea kuone
ukijituma kwenye kazi zake, ukianza kuvaa kwa adabu, ukijifunza namna ya mapishi. Yaani maandalizi ya mwanamke anayeolewa, anayetarajiwa, ili Mungu afanye muujiza wa kushushia maji ambayo ni mume sahihi mwenye kupa furaha mpaka Yesu anakuja. Naongea na wewe ambao unasema nahitaji kufanya biashara kubwa ya kimataifa, international business, au biashara kubwa. Nahitaji kumiliki uchumi mkubwa wa mabilions. Inawezekana. Suleimani alimiliki uchumi mkubwa sana ambao ulikuwa umegawanyika kwenye industry mbalimbali, ikiwemo hadi coaching. Ile coaching unasema ile sema counseling tu, anakuja wakina mfalme wa Sheba, anawapa semina ndogo za masuala ya hekima na ujuzi wa mambo ya kihekima, na waambukiza hekima kidogo, wanaacha zawadi za fedha nyingi sana. You cannot think big. Hauwezi ukafikiria makubwa until you know how small your current thinking big is. Hauwezi kufikiria makubwa mpaka utakapojua jinsi hiki unachokiita kwa sasa kufikiri kukubwa kulivyo kudogo. Hawa jamaa walikuwa ni big thinkers. Walijua Mungu anaweza kufanya. Anafanyaje? Wakamwachia Mungu na nabii wake. Wao wakatekeleza wajibu wao to the maximum. Wakachimba eneo kubwa sana, kiasi kwamba maji yalipokuja yalijaa sana, kiasi kwamba tumesoma wale wa Moabu walipoyaangalia yale maji asubuhi, walikuwa wako juu, wakayaona wakaona ile kinataka millage, ile millage kama kamwangu fulani vika reflection kale maji, wakaona kama ni damu, kama ziwa kubwa la damu. Wakajua wale jamaa wamekufa wote, wakaenda wakapigwa, wakashindwa. Mungu anataka uandae plani kubwa, hata kama unaanza kidogo, weka plani kubwa kiasi kwamba siku Mungu akishusha ile miujiza yake kwenye mambo yako hata wanaokutokea mabaya wakushindwe. Watu wengi tunashindwa, tunalogwa, tunaishia kuvutwa nyuma, unapigwa fitna, unafeli, unafanya kabeheka na feli, mambo yako yanakuwa yafaniki kwa sababu ni madogo. Ukiplani makubwa, unavuka ita critical velocity of poverty. Ile juu unavuka, unakuwa uko juu kiasi kwamba hakuna uchawi, hakuna majungu, hakuna maneno, hakuna kodi, hakuna mwanasiasa anaweza kukufanya kuwa maskini tena. Maadui wa jambo lako Mungu anataka alifanya liwe kubwa kiasi kwamba liwavuruge na washindwe kabisa. Hiki ndicho ambacho kilitokea kwa hawa wafalme watatu. Mungu aliwaambia chimbeni mashimo maandaki, mimi naleta maji. Wao wakachimba kwa nguvu kubwa, na walikuwa wamechoka, lakini wakachimba eneo kubwa. Mungu akafanya jambo kubwa sio la kawaida. Jambo la mwisho ni siri ya sadaka katika kusubiri makubwa ya Mungu. Siri ya kumtolea Bwana sadaka katika kusubiri mambo makubwa ya Mungu. Na niende ndani zaidi. Na hii sadaka ni ile ambayo sio public offering, sio sadaka ya jumla. Wakati mwingine sadaka zile za siri kabisa ambazo unazijua wewe na Mungu wako tu. Kama ambavyo Ibrahim alipokwenda kumtolea Mungu sadaka mtoto wake, best ile sadaka inayouma kwa mtoto wake, hata mke wake hakujua. Hawa mabwana baada ya kuchimba maandaki, mvua haikushuka. Baada ya kuchimba mashimo, maji hayakutokea. Je, nabii amedanganya? Hapana. Waliendelea kumsubiria Mungu kwa imani. Wakati unaposubiri Mungu akutendee jambo lako, subiri ukiwa unamsogezea Bwana sadaka za shukurani. Usikae tu Mungu amechelewa. Sadaka zina tabia ya kufacilitate, kuwezesha Mungu kufanya jambo. Ndio maana Ibrahim popote alipopita alikuwa anajua hizi siri. Kabla hata Mungu hajampa nchi ya ahadi, hata mtoto Hana alikuwa anaenda naweka sadaka. Akifika sehemu anatoa madhabahu ya sadaka, ni sadaka na sadaka. Maisha yake yalikuwa ni maisha ya sadaka, na hakuwahi kuishiwa.
Historia takatifu haionyeshi mcha Mungu yeyote aliyefilisika kwa sababu alikuwa anamtolea Bwana sadaka, lakini aligeuzwa na utageuzwa kuwa divine donor, a kingdom donor, mtoaji chini ya mfalme wa wafalme. Hawa watu ilitokeaje? Kitabu cha Wafalme wa Pili 3:20 anasema, ikawa asubuhi wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama maji yakaja kwa njia ya Edom, hata nchi ikajaa maji. Maji yakaja kwa njia ya Edom. Ilikuwa ni wakati gani? Wakati wa kutoa sadaka ya unga. Wao hawakubaki idle, wanamsubiri Mungu. Waliendelea kumtolea Mungu sadaka katika nyakati zake ambazo alikuwa amesema anatoa sadaka. Unaweza kumtolea sadaka kupitia mpango maalum ule unasema combined budget system ya kutoa, ambayo unatoa sadaka kwenye mfumo ule wa kanisa ili kuwezesha wachungaji, magari ya kiroho ya watumishi wa Mungu yaweze kufanya kazi sawa. Unaweza kutoa sadaka mahususi maalum ya siri, ukaenda kupeleka hata kwenye kanisa lako Maria, ukafanya kitu kikubwa. Nimeona watu wanatoa sadaka ya jengo la ibada la millions of man, lakini unaangalia imani za watu. Maana ukiwa hawana imani, kuna watu wanaamini umaskini ndio ucha Mungu na ucha Mungu ni umaskini. Kwa ukiwaletea kitu kikubwa kizuri, watasema wewe umetumwa mtu wa shetani. Akili zao ndio zilipofikia. Tutawasaidia kuwaelimisha. Acha peleka kwa watu wengine. Maana kama fedha ingekuwa ni dhambi, kama fedha ingekuwa ni chanzo cha uovu, Suleimani hakumuomba Mungu fedha, hakumuomba Mungu mali, alimuomba Mungu hekima. Mungu ndiye aliyempa fedha na mali za ziada kama matokeo ya hekima. Ukisema ni mbaya, maana yake Mungu alimpa Suleimani kitu cha kumsababisha aweze kufeli. Kilichomfelisha Suleimani sio fedha, sio mali zake, anasema moyo wake. Moyo wake ulijifungamanisha na miungu na wanawake na akafeli. Sasa nikwambie kitu, wakati wa kumtolea Mungu sadaka ni wakati wa heshima sana, na Mungu wako ana uheshimu sana. Na ndio maana Yesu alipoingia kanisani, hekaluni siku ile, hakukaa karibu na darasa la kujifunza Biblia, hakukaa karibu na darasa la wajane, hakukaa kumsikiliza mhubiri. Alikaa pembeni ya sanduku la sadaka, maana alijua sadaka ni kitendo, mahubiri ni maneno, na alijua nguvu ya sadaka. Na akawachambua watoa sadaka. Kuna wengine wanatoa kama vile ni fashion show off, na kuna yule mama akatoa 100% alichokuwa nacho. Mungu akambariki. Mungu akambariki. Nikutie moyo, wakati wanatoa sadaka ya unga asubuhi ile, ndio muda huo maji yakatoka. Si katika mvua, si katika upepo, yakatoka kutokea usawa wa Edom kuja huko. Yaani maji yanatoka mahali kwenye impossible angle. Edom kule ni jangwa, yanakuja kutokea jangwani kuja kwenye jangwa linalokupitia. Nataka nikutamkie, wakati wa kutoa sadaka zako kwa Mungu na zaka zako na kugusa mifumo ya kiungu, wakati wa kumtolea Bwana sadaka kama tukio ya imani ili Mungu akujaze zaidi, wakati unamsubiria Mungu atende jambo lako ukimtolea Mungu sadaka, Bwana atalifanya jambo lako, baraka zake zije kutokea upande ambao hukuwahi kuufikiri. Bwana atafanya sadaka na Mungu akutendea jambo lako katika muda ambao hukuwahi kudhani. Mungu akubariki sana. Katika masomo tuliojifunza, unasema nimejifunza vitu vingi sana. Hata sisi tulijifunza vitu vingi sana. Na unasema Mungu, naomba unipe neema, haya mambo haya yawe ni ya kwangu. Ninapoamua kufanya jambo lolote, nikuulize wewe na niuone mkono wako. Na unasema nahitaji kuona mkono wa Mungu kwenye maisha yangu. Jitihada zangu za kiroho, bidii zangu katika kumtafuta Mungu, ziambatane na mkono wa Mungu kuwa juu yangu. Ziambatane na mambo makubwa ya kimiujiza yasiyowezekana kwenye maisha yangu. Kama ambavyo kanisa la awali walifanya jitihada za kuweka tofauti zao pembeni, wakamtafuta Mungu, wakamlilia Bwana, wakarekebisha mambo yao, ndipo ambapo Roho wa Mungu alishuka kwa nguvu, wakafanya kazi kubwa. Hata wewe unasema
nahitaji kufanya maandalizi ya kupokelea baraka za Mungu. Yesu anapokuja hivi karibuni, lazima imwagwe mvua ya masika. Ni kiwango cha juu cha nguvu za Mungu kwa wacha Mungu wake, ambacho watafanya mambo makubwa tu yenye kutisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kama ni biashara zile kubwa zenye kuleta fedha kwa ufalme wa Mungu, kama ni utumishi, kama ni kuhubiri mahubiri ambayo yatabadilisha watu wa kila kada ya uovu, na wengi wataenda mbinguni, na wewe ukiwemo. Unasema haya mambo haya ambayo mtumishi umefundisha nayataka, basi Mungu akutendee. Baba, ninakushukuru sana. Asante kwa mambo haya ambayo mtoto wako amejifunza, na mimi nimejifunza kutoka hapa kwa huyu jamaa, mfalme wa Israeli na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edom na mtumishi wako Elisha. Ninaomba Bwana mkono wako ukawe juu yake katika kila juhudi atakazozionyesha. Mungu, ninaomba zikaambatane na umwagwaji wa baraka za maji ya nguvu zako. Akigusa kidogo, wewe fanya zaidi kwa jina la Yesu. Tangu sasa muepushe na madhara ya kufanya maamuzi bila kukushirikisha wewe. Tangu sasa, wakati anasubiria kuona mkono wako, sadaka yoyote atakayoisogeza Bwana, wakati huo maji ya mvua ya baraka yakashuke kwenye maisha yake, akakutumikie siku zote za maisha yake. Mpe nafasi ya kukuabudu mchana na usiku, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki mpendwa. Hiki ndicho ambacho Mungu amenielekeza ni share na wewe kwa siku ya leo. Karibu tena wakati mwingine. Mungu akubariki sana.